Kutoka Dar es Salaam mpaka mtaa wa Viwanda hapa Shinyanga, unajisikiaje kuletewa gari kutoka PMbet mpaka hapa nyumbani? Nimeamini na kweli kwa sababu gari hii hapa ninaiona. Kwa hiyo kinachoonekana mtandaoni sio ni uongo, ni kweli kabisa, watu tucheze. Mchezo gani pendwa sasa katika tovuti ya PMbet ambao umekupa huenda ushindi huu wa Toyota Harrier? Nacheza sana Viator. Wewe pia unaweza kuwa mshindi kupitia michezo ya kasino ya mtandao ya PMbet. Tovuti ni pmbet.co.tz. Bana, Gamondi alipuyanga kwenye upangaji wa kikosi kwenye mechi dhidi ya Uganda na Tanzania. Tulikuwa tunapaswa kushinda ile mechi. Kama unakumbuka, Tanzania tulikuwa na nafasi kubwa sana kushinda ile mechi mara baada ya kupata bao moja kwa bila, na Gamondi ndio aliotufelisha kwa sababu alipeleka uyanga wake kwenye timu ya taifa ya Tanzania. Namna ambavyo alipanga kikosi, hakukuwa na mchezaji yoyote wa Simba, na Simba wachezaji wa Simba ndo waliitwa wengi kuliko timu nyingine, wachezaji jumla 7 kwenye kikosi ya timu ya taifa ya Tanzania. Kwa nini wachezaji hao waliitwa na hawakupata nafasi ya kucheza mechi dhidi ya Uganda? Yani just a small team like Uganda, timu ya kawaida, timu ambayo tunafahamiana, hawapangwi mechi ambayo pengine Tanzania leo tungekuwa tunaenda kifua mbele, tayari tuna uhakika wa kwenda hatua 16 bora. Kwa sababu kama tungekuwa na points 3 za Uganda, sisi tusingekuwa hata hii mechi leo tusingecheza. Tayari tungeshakuwa tumeenda. Kwa sababu ilikuwa inahitajika walau tuwe na points 3. Na tulikuwa na uwezo wa kufanya hivyo, lakini cha ajabu amepanga kikosi chake, wachezaji wamechoka kweli kweli. Mtu kama Faisal Salum hakudeserve kumaliza dakika 90. Morris Abraham alikuwa nje, alipaswa kucheza ile mechi kabisa, lakini hakucheza hata dakika moja. Morris Abraham, one of the top player kwa sasa, hakucheza hiyo mechi. Eneo la kulia alicheza vizuri kipindi cha kwanza, lakini alichoka baadaye. Haji Mnogaz alikuwa anapandisha timu alafu anashindwa kurudi, au kuna muda anashindwa kupanda kupiga cross za uhakika, mzito sana, anashindwa kunyumbulika, lakini bado alipewa dakika zote, alicheza pale. Nje kuna watu, mtu kama Kibu Dennis alipaswa kuingia kwenda kupush, kuingiza nguvu zake, ana energy, ana nishati, anapambana, ni mchezaji mwenye fighting spirit, lakini bado hakupewa nafasi ya kucheza. Lakini juu pale una mtu kama Yusuf Kagoma ambaye angeenda baadaye kusaidia. Miroshi alikuwa amekata moto, amechoka, alikuwa hakuna cha maana anachofanya, lakini bado hawakupata nafasi ya kucheza. Utajiuliza maswali, wachezaji wa Simba waliitwa kwa ajili ya mapambo pale Morocco, kwa nini hawatumiki? Na wakati wana exposure, mechi za CAF wamezicheza nyingi sana, wana uzoefu, wana experience. Selemani Mwalimu alideserve kucheza mbele ya Kevin John. Kevin John pengine angeanzia bench, lakini Selemani Mwalimu hakucheza. Sasa utajiuliza maswali, kikosi kilienda kwa sababu gani? Simba waliitwa wengi kwa nini? Kwa sababu kama mchezaji hata mmoja hakucheza, na leo wanacheza na Tunisia, lakini ukisikiliza kelele za watu wengi ni kwamba Simba anaweza kumfunga Tunisia. Yani Tanzania leo anaweza kumfunga, anaweza akamfunga Tunisia. Ndio stories za watu wengi kwamba leo Tanzania kama hata mfunga Tunisia basi atatoka hata sare. Sare wanaweza wakapata. Wakipata sare Tanzania basi wanaenda katika hatua ya 16 bora. Lakini Uganda ambaye tulikuwa tunaweza tukampigia hesabu na tukamfunga na tukachukua kila kitu points 3, tumemchekea, tukamwacha. Msuva amechoka, nje kuna watu, kuna Kapombe, kuna Mwalimu, kuna Morris, lakini bado wapewa nafasi ya kucheza. So mimi nafikiri Gamondi anaendesha ile timu kianga na kama vile anapangiwa kikosi hivi. Na leo utaona sasa, leo kwa sababu tumesema sana, ukipita mitandaoni tumeongea sana, leo ndo anaweza akapanga wachezaji wengi wa Simba kwa sababu anajua anakutana na timu ngumu. Timu dhaifu kama Uganda ambao tulikuwa tumeshawamudu tunaweza kuwapiga, aliwaweka bench ili tu kuonyesha kwamba eti hawawezi kufanya chochote. Lakini leo sasa kwa sababu anaenda kupambana na Tunisia na amesikia kelele za watu wameongea sana kwamba wewe hivi wachezaji kama Kapombe yuko nje, mchezaji kama Kibu yuko nje, mchezaji kama Morris Abraham yuko nje, mchezaji kama Selemani Mwalimu yuko nje na hawapewi nafasi, mtu kama Kagoma yuko nje na hapewi nafasi, unategemea nini? Utaona leo sasa atapanga kikosi, atawapanga wachezaji wa Simba kwa sababu anajua anakutana na Kigongo na Tunisia, kitu ambacho ni ngumu kuwafunga, na ikitokea wamefungwa basi watasema si unaona tuliwaweka wachezaji ambao walikuwa wanataka wawekwe, wamefungwa. Brother, Tunisia sio timu ya kubeza wala sio timu ya kawaida. Ilimpiga Uganda goli 3. Tunisia sio timu ya kawaida kina Mejebri. Yani timu imesheheni nyota, wanacheza Ulaya, useme timu ya kawaida. Yani Uganda wale walikuwa tufe nao, alafu mambo mengine tuangalie uko mbele. Hata kama inatokea leo tukafanikiwa kupata hiyo sare, lakini kocha mbinu zake ni za hovyo mno. Lakini hata ukiangalia kipindi cha kwanza kocha alishindwa pia kufanya mabadiliko, alishindwa kwenda na upepo wa timu. Uganda wanaingiza mshambuliaji wao, wanaingiza mabeki. Jobu yuko ndani, Jobu akaingizwa. Ndani kuna Baka, kuna Mwamnyeto.
kulikuwa kuna Mnoga pamoja na Zimbwe, alafu bado ba mdogo akaingia Dickson Job, mabeki watano kwenye mechi dhidi ya Uganda. Uoga wa namna gani huo? Lakini ukiangalia watu wamechoka pale juu, watu wanahitaji msaada. Alphonse Mabula alichoka, anahitaji msaada, lakini kule juu Kevin John anakosa magoli ya wazi, alipaswa kutoka mapema au angeanzia bench. Mwalimu yuko nje, Shomari mzoefu yupo nje, apewe nafasi. Kibu mzee wa kukimbiza yupo nje, apewe nafasi. So kwangu mimi nafikiri leo anaweza akapanga kikosi, wachezaji wa Simba kaonekana pale kwa sababu ni mechi ngumu, na amesikia kelele zetu. Hii timu ya taifa sio timu ya mazoea na sio timu ya kuchukulia poa, wala sio timu ya kuendeshwa na akili ya mtu mmoja. Of course tunaheshimu yeye amesomea taaluma ya kocha, lakini inaleta mashaka, inakuaje wachezaji wa Simba wamesafiri alafu wapewe nafasi? How? Na wana uwezo wa kucheza. Yani ingekuwa basi hawajui chochote, yani wako vibaya, labda hawana ushindani, hawana uwezo wa kupambana, labda ingekuwa sawa, lakini kwa uwezo ambao Simba wanao, wachezaji wao tunajua mechi za kimataifa wamefanya vizuri sana, wameenda robo finali nyingi zaidi, wafika finali. So wana exposure. Hivi viwanja vikubwa kwao sio shida zao. Pale Morocco wanaenda mara kwa mara, wameenda dhidi ya Wydad, dhidi ya Raja Casablanca. Kwa hiyo wanajua ule uwanja vizuri, wanajua viwanja vya Morocco, ile atmosphere ya mashabiki wameshaizoea. Unakomana wachezaji ambao wengi wao bado ndo mara yao ya kwanza, hawana uzoefu. Tyrion Araki alikuwa anajitahidi, lakini kuna muda alihitaji kupumzika. Tia mtu kama Kibu akahangaike nao, akakimbizana, kwa sababu Kibu ni mchezaji ambaye anatumia energy, anatumia nguvu sana, anatumia brain, anatumia kila kitu. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye anamwaga sana jasho. Weka wachezaji ambao wanaweza kumwaga jasho wakaenda kusaidia. So nafikiri Gamondi alifeli kwenye ile mechi ya Uganda. Sisi hatukupaswa kuchukua points moja pale. 3 zilikuwa za kwetu kwa sababu tulikuwa na huo uwezo na huo hakika, lakini selection ya kikosi chake kilimwangusha. Lakini bad luck ni kwamba wachezaji ambao wako nje wana experience na exposure na waliitwa wengi hawakucheza. Inashangaza sana. Yaani dakika zote Morris. Hivi Morris leo hii kwa uwezo alionao, Morris na Faisal Salum, nani unaanza naye? Faisal amekuwa anazingua sana timu ya taifa. Hakuna cha maana ambacho amekifanya hata kwenye michuano ya CHAN. Ukiachana man of the match aliyokuwa anapata, lakini bado haonyeshagi kama ambavyo anafanya akiwa Azam. So Morris Abraham ni mchezaji mwenye njaa, mwenye kiu. Mpe nafasi ya cheza, tuonyeshe alichonacho. Ninaamini kuna kitu cha ziada ambacho anacho, anaweza akatuonyesha. So hii mechi ya leo dhidi ya Tunisia, lolote linaweza kutokea, lakini sio mechi ya kwenda nayo kimzamzaa eti kwa sababu tunaenda kuwapiga au kawaida au sijui nini. Oya. Mkifanya masiara mnakula 5 kwa sababu Tunisia wale wao wenyewe wanataka ushindi, wanataka sifa wale. Wanataka kwenda vizuri, wanataka kwenda toka bora wakiwa na points za kutosha. Mechi iliyopita walifungwa na Nigeria. So ana points 3 tu. Anataka kushinda mechi ili aweze na yeye kwenda kwa heshima. So sio mechi ya kawaida, mechi tuliyotupa ni mechi ya Uganda. So I'm watching Gamondi leo, bado namtazama, naona nataka kuona atapangaje kikosi. Je, anapangiwa kikosi ama anapanga mwenyewe? Asilete uyanga na usimba kwenye timu ya taifa. Panga wachezaji kadiri ambavyo unaona uwezo wao, kadiri ambavyo unaona nafasi zinawahitaji. Panga wachezaji kadiri ambavyo unaona mifumo inawahitaji. Panga wachezaji kutokana na namna ambavyo opponent wako anakuja. So simfundishi kazi, lakini napaswa kuzingatia kujua kwamba kwa nini wachezaji waliitwa na hawatumiki. Hii mechi ya leo dhidi ya Tunisia tunatakiwa tupate walau sare au tushinde, twende toa 16 bora. Tukirudi bado mzigo wa lawama utakuwa ni kwa makocha, sababu wachezaji nao mbinu sasa hivi ndio zinacheza. Timu nyingi tunaona wanacheza kimbinu. Tunaona watu wanapambana Msumbiji na timu kibao Komoro, hata kama wanatoka, lakini kuna kitu cha ziada ambacho anakionyesha. So tunatamani sana tushinde, lakini tunashinda vipi kama makocha wetu ndo wale. Na hii mechi saa 1 kamili za jioni mimi nitakuwa live kupitia Mfalme wa Soka live kabisa. Kaa hapo ili uweze kufuatilia kile kinachoendelea. Endelea kusubscribe hapo, saa 1 kamili pap naruka live na kutangazia mechi nzuri sana. Kutoka Dar es Salaam mpaka mtaa wa Viwanda hapa Shinyanga, unajisikiaje kuletewa gari kutoka PMbet mpaka hapa nyumbani? Nimeamini na kweli kwa sababu gari hii hapa ninaiona. Kwa hiyo kinachoonekana mtandaoni sio ni uongo, ni kweli kabisa, watu tucheze. Mchezo gani pendwa sasa katika tovuti ya PMbet ambao umekupa huenda ushindi huu wa Toyota Harrier? Nacheza sana Viator. Wewe pia unaweza kuwa mshindi kupitia michezo ya kasino ya mtandao ya PMbet. Tovuti ni pmbet.co.tz.